Bwana nani wa Ulaya nani huyo? Meneja nani Chopa vipi bwana? Tuna maneno. Yaangalie bwana Chopa bwana. Ndakushtaki bwana. Ndio sana umenyosha mwanangu. Mimi katika hili nipende kusema cha kwanza nimpongeze Harmonize kwenye engo ya lugha. Nimekuwa nikiona ukuaji, nimekuwa nikiona improvement za lugha hasa ya Kiingereza kwa upande wa Harmonize. Ni lugha ambayo alikuwa anaitaka, alikuwa anaipenda na akaamini kwamba itanipeleka kimataifa, kitu ambacho kimejibu kwenye Single Again. Iliitika kabisa. Sure. Kwa hiyo kaona kwamba mimi huku nikicheza huku itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kama Single Again iliweza kufanya vizuri, basi si mbaya nikiendelea kucheza katika hii lugha, nikiwa nachanganya lugha, si kitu kibaya kwa ajili ya kuwashika mashabiki wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo nipende kumpongeza kwa nilichokisikia kwenye teaser, inaonyesha wazi kabisa Harmonize ameimprove pakubwa sana kwenye lugha ya Kiingereza katika utumiaji, katika matamshi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo heshima sana, kongole sana kwa mwalimu wa Konde, amefanya kazi nzuri sana kiukweli. Anaongea lugha, anaongea Kiingereza lakini kinasikika ile mother tongue, unaisikia kabisa kama ni mtu ambaye yuko familia na hii lugha, si kwamba anabahatisha tu. Kwa hiyo niko tayari kusubiria huu mkwaju, na alituahidi mwanzoni mwa huu mwaka ya kwamba tutarajia mikwaju mingi sana ambayo kutumia lugha ya kigeni, lugha ya Kiingereza, kwa sababu sasa hivi anakwambia mimi na aim kwenye soko la kimataifa. Heshima sana kwake, na mwalimu ambaye amemfundisha pia heshima sana kwake pia. Unaona Kodak hata ile hata anavyoimba ile. Don't be so emotional. Yani unajua unasikia ladha, unapata ladha ya msanii akiimba Kiingereza. So big shout out to him. Heshima kwake. The next narudisha pia heshima ya Bongo Flava Harmonize. Nyimbo zake nyingi kama unazifuatilia sasa hivi anaimba pure Bongo Flava. Kodak. Na Harmonize kwenye ngoma zake nyingi humsikika rudia beat. Unaweza kukubaliana na mimi? Definitely. Sikiliza ngoma zake nyingi, Konde Boy. Hizi cases sijui beat karudia, sijui imepigwa Afro Mwambao, haipo. Beat zake zote zinakuwa za tofauti. Sometimes nadhani yeye mwenyewe anaanza kuwa na misimamo anapokuwa kwa producer kwamba bwana sikiliza, hapana, hii ishasikika, hii sihitaji, hii naitaka. Kwa hiyo ukisikiliza hii project kwa kweli ni bora, na unaisikiliza Bongo Flava, ukisikiliza hata wewe ile ngoma yake ya kwanza ikipigwa ile kaka viepe kila kona. True. Nilikuwa natamani kupata testi tofauti ya ngoma fulani pengine za kuvibe alafu aturudishe huku, lakini kwa ukali wa hii ngoma naomba kwanza hii aitoe, alafu hizo zingine huenda tukazipata kwenye album. Ombi langu tu ambalo inawezekana anisikilize kama akipenda Kajala muache sasa kwenye video. Hii tusimone Kajala afanye na wengine, tuchanganye ladha. Unajua hii topic ya video vixen kuwa Kajala kwenye ngoma nyingi, kama unakumbuka mimi nilizungumza hii, ndio ikawa sasa watu wakaichukua wakaondoka nayo. Wewe bwana vipi bwana? Wengine wanaletea kejeli, unataka kuwa wewe sasa niwe mimi tena mimi upupu bwana, nyewe vipi? Sisi tunatoa maoni. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba umuhimu wake ama faida yake kuwa na video vixen mchanganyiko ni kwamba video vixen ni mchangamsha video. Ana attract pia watazamaji. Sasa sio kila mtazamaji atakuwa anapenda type ya mwanamke mmoja. Hicho cha kwanza. Kuna mwingine anapenda nyama, mwingine nyama nyingi kidogo, mwingine modo. Umeelewa? Kwa hiyo ukiwachanganyia wanapata ladha tofauti. Kuna wengine wanataka wafupi, wengine wanataka warefu, wengine wanataka weupe, wengine wanataka weusi. Lakini vile vile kufanya msanii unapokuwa unafanya video na video vixen tofauti, kwa mfano Harmonize ina uwezo wa kujengea ile nafasi nzuri ya kuacha legacy ya kuwatoa watu, yani watu kawapa majina kupitia wewe. Kama Meloa yule Sofia Meloa katoka kwa Harmonize. Umenielewa? Je, ingekuaga kila siku sasa Kajala tu, sangapi tungemuona kwa Sofia Meloa? Ama sijui Bele9 na Masogange. Diamond sijui ana Zuena. Kwa hiyo inaacha pia alama. Sasa uwezi jua kwenye wimbo huu ambao unafanya, pengine huyu video vixen ambaye utafanya naye ndio inaenda kuwa tobo lake kubadilisha maisha yake. Kwa hiyo kama akiridhia kwenye hilo, naomba nielewe, na mimi ninashauri kama mchambuzi, kama mtangazaji, haina maana ya kwamba nikisema hivi pengine ninaona wivu. Sasa wivu wale wao mnakuwa na mambo ya ajabu bwana. Inapokea watu wapya. Tunaona jua daraja pale na ndio wanavyoua mazoezi. Kibao pale wana shoot content pale. Darajani wanaua kile kifika jioni. Sahihi. Sasa najiuliza mmejipanga vipi kitu walete pesa, kwa sababu msanii anaweza kukutumia tu. Kama hujua mwenyewe pia hii kitu itakuingizaje pesa au mnatengenezaje standardi zenu, watu wataendelea kuwatumia tu. Kwa hiyo nadhani siku moja tuwe na kikao
Enjo Nyigu awe hapa mzee wangu. Yobo mkubwa wa kazi awe hapa. Wakina Rankida wale wanaochipukia wawe hapa. Tuongee. Bwana nyie wazee, hii kitu yenu mmejipanga vipi kuifanya inakuwa pesa? Isije kuwa yale aliyozungumza yule dancer alikuwa kwa Bajuni. Kwamba naona umri unaenda tunazeeka sioni. Noma sana. Yeah. Alright, bwana tuko kwenye kidonge. Kidonge, tuondoke. Tuondoke. Hakuna noma kidonge. Unatia mchuzi? Unatia mchuzi. Unatia mambo kidogo. Au? Sawa, tia mchuzi. Hakuna noma.